Sasa kama unahisi wewe una roho ngumu na unaweza kufanya chochote kwa ajili ya pesa, hebu angalia hii story alafu utaniambia baada ya hapo kwamba una roho ngumu ama uwaga unatumia msemo wa watu wengine. Huyu mzee ana miaka 55, ni kutokea India kwenye state moja inaitwa Odisha. Sasa huyu mzee alimpoteza dada yake Januari tarehe 26 mwaka 2026. Na alikuja kufind out baadaye kwamba dada yake alikuwa na saving account benki. Yaani alikuwa na account ambayo alikuwa anatunza pesa zake mdogo mdogo kwenye benki moja huko India. Sasa baada ya kugundua hicho kitu na dada yake tayari ameshafariki na alikuwa hana documents ya kitu chochote, hana password, hana maelekezo yote kuhusiana na hizo pesa ambazo zilikuwa zinaenda kwenye hiyo account. Anachojua ni kwamba dada yake alikuwa na saving account kwa sababu alifind out. Anajua mwenyewe alifind out vipi. Sasa aliamua kuchukua maamuzi ya kwenda kwenye benki ambayo dada yake alikuwa amefungua hiyo account na alikuwa anahifadhi pesa zake. Akaenda kuambia kwamba dada yake amefariki tarehe 26 na ana document zote za kifo na makablasha yote yanaonyesha kwamba huyu mtu amefariki. Lakini hii benki ikasema kwamba hawaamini hichi kitu na anatakiwa aje muhusika mwenyewe ili aweze kufanyaje, aweze kupatiwa hiyo pesa yake ambayo huyu mzee wa miaka 55 alikuwa anahitaji kuitoa. I think dada yake alikuwa na miaka 70 ama maybe alikuwa 80 huko, kwa sababu ni mkubwa kwa kinaonekana. Sasa huyu jamaa aliwaambia benki kwamba ana nyaraka zote ambazo zinaonyesha kwamba dada yake hayuko duniani tena, kwa hiyo wampatie hiyo pesa ambayo ilikuwa kwenye saving account yake ili aweze kufanyia mambo mengine. Mpaka alidanganya kwamba anatakiwa atengeneze kaburi vizuri na vitu kama hivyo, lakini bado benki ilisema kwamba haiwezi kumpatia hiyo pesa mpaka awe na vielelezo vyote, na hawaamini kwamba dada yake amefariki kwa sababu huyu mzee alikuwa mtu ambaye umri wake umeenda, na maybe hao wafanyakazi wa benki waliona huyu mzee asijakawa amechizi mbona mjapata information yoyote kuhusiana na huyu mwanamke ambaye mwenye account kwenye benki yetu. Sasa huyu mzee akaona okay, amnielewi, si ndio? Basi alichukua haya maamuzi ambayo yaliwashangaza watu wengi sana. Huyu mzee alinyooka moja kwa moja mpaka kwenye kaburi ambapo dada yake alizikwa Januari, na akaenda akafukua, akachukua ule mwili wa dada yake na moja kwa moja akawa anatembea nao barabarani, kwa sababu hakuna mtu ambaye angeweza kumpakia kwenye usafiri wake akiwa amebeba mwili wa mtu ambaye amefariki miezi kadhaa iliyopita. Sasa aliamua kutembea nao huu mwili kutokea makaburini mpaka kwenye hiyo benki, kwa sababu alikuwa anataka akaprove kwenye hiyo benki kwamba dada yake hayuko tena duniani, na walikuwa wamesema kwamba wanahitaji kumuona dada yake kwa namna yoyote. Wanaamini kwamba maybe dada yake hakufariki. So yeye ameamua kuwaletea mwili wa dada yake kuonyesha kwamba huyo mtu mliokuwa mnamtaka na nimewambia amefariki, hamjaamini, huyu hapa, nipeni hiyo pesa. Sasa cha kushangaza ni kwamba hiyo pesa ni shilingi ngapi ambayo huyu jamaa amefanya mambo yote kwa ajili ya kuweza kupata hiyo pesa. Ingekuwa ni kama unajua pesa fulani hivi ya kujenga nyumba, pesa fulani hivi ambayo anajua kabisa maisha yake yatabadilika, tungesema maybe ina make sense. Lakini cha kushangaza ni kwamba alikuwa ameenda kudai rupees 20,000 ambayo ukiconvert kwa pesa ya Kitanzania inakuja kama 542 fulani. So haya mambo yote ambayo amefanya mzee, ikiwemo kwenda kufukua kaburi, alikuwa anataka hiyo 500,000 tu ambayo dada yake alikuwa nayo benki kwenye akaunti yake na amefariki. So hawezi kuitoa bila kuwa na uthibitisho huyo mtu kwamba yuko ama amefariki. So aliamua kwenda kuchukua mwili wa dada yake na kupeleka kwenye hiyo benki kuonyesha kwamba huyu ndo marehemu, haya nipeni changu. Sasa sijui baada ya hapo hiyo pesa alienda kutumia kuzikia tena mwili ama alienda kutumia kufanya kitu gani, lakini hichi ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana. Nikasema kuna watu wana roho ngumu kinoma. So baada ya hii story niambie kwenye comment section hapo, wewe una roho ngumu kama huyu mzee alikuwa nayo na ungeweza kufanya hichi kitu, au maskini unaweza kupelekea ufanye vitu ambavyo wewe mwenyewe hujarajia kufanya? Nasoma comment yako hapo chini. Mimi ni LCK, make sure and follow, subscribe, lakini pia usisahau kunifollow pale Instagram @LCK. Bye.